Kisha ziara ukaambatana na mimi kwenda kuwaona watu wa Magomeni Kota kwenye kaya zaidi ya 450 kwenda kuwatatulia matatizo yao. Mungu akubariki sana kwa utendaji wako wa kazi. Lakini jengine, navutika pia na uwezo wako wa kusimamia hata hizi mamlaka. Nimevutika kuona pale Tanga wamebuni utengenezaji wa hati fungani, ambapo hati zile za kijani mlitarajia mpate bilioni 53, mkaishia kupata bilioni 54. Ni wazo zuri na utekelezaji mzuri, na tamani DAWASA ya Dar es Salaam nayo vile vile iige mfano huu ambao hakika unaongeza uwezo mkubwa. Nitachangia katika maeneo mawili. Moja ya changamoto jimboni kwangu, lakini la pili nizungumzie kuhusu bwawa hili la Kidunda. Kule Kinondoni nina matatizo katika kata 3. Changamoto katika kata ya Makumbusho, kata ya Mwananyamala na kata ya Nanasifu. Kuna maeneo maji hayatoki. Lakini jana tulikuwa na semina, wabunge wa Dar es Salaam, wabunge wa Pwani, tulikutana na viongozi wa DAWASA. Nataka nikuambie kuwa nimehakikishiwa na viongozi wa DAWASA kwamba wanakwenda kutatua matatizo haya, na nimepata ushirikiano mzuri pia kutoka kwa meneja wa Magomeni pale. Na vile vile niseme kwamba ushirikiano ambao tunaupata kutoka DAWASA hakika pia unakufanyia kazi zako zinakuwa nyepesi katika kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, nimemsikiliza Mheshimiwa Waziri kuhusu bwawa la Kidunda, kwamba bwawa hili linakwenda kugharimu shilingi bilioni 329.4 na kwamba litakwenda kusaidia kuwahudumia watu wapatao milioni 11. Ni jambo zuri sana. Lakini jana wakati tukizungumza na viongozi hawa wa DAWASA, walitufahamisha kwamba mipango ya awali ilikuwa bwawa hili likamilike Juni 2026. Lakini kutokana na fedha kupatikana kidogo kidogo, cash flow, na kwamba kwa kuwa tunatumia fedha za ndani, yawezekana tukaenda mpaka 2027. Na pia hiyo 2027 itategemea sana upatikanaji wa fedha. Lakini nilipata faraja pale walivyosema kuwa wao wameanzisha mazungumzo na benki ya TIB, na benki ile inaonekana iko tayari kuweza kutoa fedha kwa minajili ya kuweza kusaidia bwawa hili liweze kukamilika kwa wakati. Sasa pamoja na hayo, tume ya mipango imekubali huu mpango, wameukubali. Sasa hivi hoja hii iko Wizara ya Fedha. Sasa nawaomba serikali, naiomba Wizara ya Fedha, na nakuomba Mheshimiwa Waziri, endelea kuwa king'ang'a maana yake king'ang'anizi. Endelea kuwa king'ang'a ili hizi fedha ziweze zikatoka, kwa sababu ni mkopo ambao TIB wameukubali. Hatuna haja sasa ya kusuasua, kwa sababu tukitegemea hizi fedha kidogo kidogo hakika hatutafanikiwa. Na Dar es Salaam inakuwa na inahitaji maji. Hebu angalia, mpaka tunavyozungumza wakandarasi wanadai bilioni 32.2 na consultant wanadai bilioni 1.56. Sasa ukiangalia huku tuna madeni, lakini huko tunahitaji fedha kujenga huo mradi ambao wenyewe umefikia 28%. Hata hiyo matarajio kwamba itakapofika mwaka 2026 au 2027 kwamba mradi huu utakamilika, yawezekana kabisa tusiweze tukafikia huko. Lakini nimependa vile vile mpango huu unakwenda kusaidia kujilipa wenyewe, unakwenda kugenerate, unakwenda kuzalisha megawatt 20. Maana yake kwa kuuza umeme ule tayari uwezo wa serikali kulipia gharama za mkopo uko pale. Hivyo hatuna haja ya kutia wasiwasi kwamba mradi huu utakwenda labda kudisturb utaratibu wa cash flow. Mimi maombi yangu, ninaomba serikali iweke kipaumbele
ili mkopo huu wa TIB uweze ukatolewa na hatimaye kuweza kupata mradi ukamilike hata ikifika 2027. Mheshimiwa Waziri, ni wapongeze sana kwa mara nyingine tena na niunge mkono hoja hii. Asante sana Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Engineer Ezra. Mheshimiwa Waitara. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi, lakini kipekee nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri na timu yake kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Hotuba nzuri inayovutia, haichoshi kusikiliza. Kwa kweli hatukutamani utoke, kwa sababu ya muda tu ndio imebidi iwe hivyo. Nikupongeze wewe, Katibu Mkuu, Naibu Waziri na watendaji wote wa wizara kwa kazi kubwa mlioifanya. Na kwa niaba ya wanabiharamulo nisimame hapa kuleta shukrani za kipekee kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa upendo mkubwa ambao ametuonyesha na hususan kwenye sekta hii ya maji. Itakumbukwa tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2022 akiwa ziarani mkoani Kagera, niliomba maji wilayani Biharamulo pale kwenye mkutano wa hadhara, akiwa anaongea na wananchi kwa ajili ya mradi mkubwa wa maji ya ziwa, kwa sababu lazima uwe na chanzo kizuri. Mheshimiwa Waziri, Rais alikusimamisha, ukaweka commitment na ukamwahidi kwamba utahakikisha Biharamulo inapata maji salama na safi ya kutoka Ziwa Victoria. Kwa kweli kitendo hiki ulichokifanya wewe kwa commitment yako na timu yako, lazima niwapongeze na niwashukuru, kwa sababu kwa taarifa nilizonazo mpaka sasa financing agreement imeshamalizika. Nadhani tunasubiri approve ya baraza la mawaziri la serikali ya Hungary ili hatimaye utekelezaji wa mradi huu uanze. Ni mradi mkubwa wenye thamani ya zaidi ya dola milioni 55.1 ambayo kwa shilingi kwa rate ya sasa ni zaidi ya bilioni 150. Hatukuwahi kupata mradi huu. Kwa hiyo tukushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa commitment hii, lakini salamu hizi fikisha kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa iliyofanyika. Nikirejea katika habari ya maji ya Biharamulo, kwa miaka hii 4 kwa upande wa RUWASA tumetekeleza miradi zaidi ya 20 kwenye vijiji 34 yenye thamani ya bilioni 8.8, lakini tuna miradi mingine ya bilioni 5 almost 0.01 inaendelea. Na kwa mamlaka ya maji ya Biharamulo mjini kwa miaka 4 tumekuwa na miradi ya maji ya takriban 3.3 bilioni na tuna mradi mwingine ya bilioni karibu 1 inaendelea. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo tumeipata. Tushukuru sana kwa ajili ya haya. Sisi hatuna neno, tukutane Oktoba turudishe maua kwa kazi hii kubwa ambayo imefanyika kwetu. Lakini kipekee hata wewe Mheshimiwa Waziri ulipokuja Biharamulo nikushukuru sana. Ulitembelea mamlaka ya maji pale ukatoa maelekezo. Tulipata gari ya mamlaka, tumepata furniture, tukapata kila kitu ambacho ulikiahidi. Kwa hiyo tukushukuru sana kwa commitment yako, maana ulitoa ahadi ukatekeleza. Na hata RUWASA sasa wana gari jipya na kazi zinafanyika, kwa miradi yote inasimamiwa vizuri. Lakini mradi wa Nyakanazi bado kuna madai ya mkandarasi, tulikuwa tunaomba sasa yapitishwe haraka ili aweze kumaliza, kwa sababu ni eneo linalokuwa na uhitaji wa maji sana pale maeneo yale. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kwa upande wa maji nadhani naweza nikaishia hapo, kwa sababu sehemu kubwa mradi wa Ziwa Victoria ukishaanza utakuwa umekava kila kitu cha Biharamulo. Lakini liko jambo Mheshimiwa Naibu Spika, kama mbunge wa CCM lazima hotuba au siasa za dunia tuzifuatilie. Ikizingatiwa nimekuwa na serve katika bunge la nchi za maziwa makuu nikiwa kama kiongozi wa kamati ya mambo ya kibinadamu na kijamii. Shida inapotokea nimezunguka nchi nyingi za ukanda huu, nimeona matatizo watu wanaoyapata. Jana kulikuwa na mjadala katika bunge la Ulaya. Sitaki sana kuingilia mambo yaliyokuwa yanajadiliwa pale, lakini yalitolewa maazimio 6 kwa ajili ya serikali ya Tanzania. Na moja ya azimio yalikuwa ni maazimio yanayohusu kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Hiyo sina shida kwa sababu iko mahakamani, hatuwezi kuongelea hapa. Lakini azimio namba 2 wametoa azimio linalotaka serikali ya Tanzania kutambua haki za wapenzi wa jinsia moja au ushoga. Sasa nimeforward kwenye grupu ya bunge, mnaweza mkaona. Na katika lile azimio namba 6 linaelekeza kwamba serikali ya Tanzania na bunge la Tanzania, rais wa bunge la Ulaya ayaandikie serikali na bunge la Tanzania kuelekeza yale maazimio 6. Kwangu mimi nimeona ni dharau kwa nchi yetu, ni dharau kwa Mungu ambaye anaabudiwa katika nchi hii, kwa sababu bunge hili kila siku asubuhi tumekuwa tunaanza na maombi.
kila shughuli ya kiserikali tunaofanya kunakuwa na viongozi wa BAKWATA, CCT na maeneo mengine, tukiomba Mungu asaidie taifa hili. Hatujafikia hatua hii ya kudharaulika kiasi hiki tuandikiwe na watu sasa kwamba tutambue haki za mashoga. This is insubordination kwa taifa hili. Kwa hiyo tunaomba kupitia kiti chako sauti yetu isikike kwa niaba ya Watanzania tunaowakilisha ndani ya bunge hili. Masuala haya ya laana katika nchi hii hatuyahitaji. Maendeleo tunayo, tunazidi kupiga maendeleo. Tunajua ni washirika wetu wa maendeleo na tusapoti. Lakini swala la kutaka tumkufuru Mungu aliyetuweka hapa, tunaomba tusifike huko. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika na Naibu Spika, ni kuombe serikali yetu kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani iko hapa, Wizara ya Mambo ya Nje iko hapa, tupeleke message clear. Sisi ndio tunaowakilisha Watanzania. Ulinzi wa watoto wetu wa kiume na watoto wetu wa kike Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika. Ustawi wao. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika. Maji kama hawa watu hawatakuja kulindwa katika maadili ya baadaye na taifa hili likastawi sana Mungu ambao amekuwa anayotunza. Tumeona rais wa Marekani amekataa upuuzi huu. Tumeona viongozi wengine wamekataa upuuzi huu. Sasa kama ni uchu wa madaraka, kuna watu wanatafuta madaraka kupitia vyama vya siasa, watafute madaraka kwa siasa safi na siasa ya haki ya nchi hii, lakini sio wakatuunganishe na mambo ya laana yanayotoka huko. Hata kwao Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi ya nchi leo wamefanya uchaguzi. Vyama vya baadhi ya hizo nchi za Ulaya vimeanza kukataa upuuzi huu. Nashangaa taifa hili tunaandikiwa kwamba tukubali au tuelekezwe na bunge la Ulaya kwamba tuafiki mambo ya ushoga. Kwa hiyo nilikuwa naomba wabunge wenzangu tupaze sauti na tupige kelele. Kitu hiki hakikubaliki katika nchi hii, hakikubaliki katika ardhi ya Tanzania na hata mbinguni ambapo tulikuwa tunaomba. Ili naomba niweke clear kabisa, tuwe wakali, walete masharti, walete chochote, tushirikiane kwenye maendeleo, lakini swala hili la kutudharau mpaka kufikia hatua hii, Mheshimiwa Spika, naomba likataliwe na kila Mtanzania na likataliwe na kila mbunge na kila kiongozi aliyepo. Mimi baada ya haya naomba kutoa hoja, naomba kuwakilisha na naunga mkono hoja Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Waitara.